unayoipata kwa kumcha Mungu, kwa kuamua kuanza kumwabudu Yesu, kutembea naye, kumtumikia, kuwa na mahusiano naye, kuongea naye, anavyobariki maisha yako, inakuwa ina manufaa makubwa kuliko furaha za kitambo tu. Unakula bangi, inaua maisha yako, inaua mapafu yako. Unakula warembo, wanakuambukiza manuksi, wanakuunganisha na manguvu ya giza, wanachukua nyota zako, wanabeba baraka zako, wanalaani maisha yako bila kujua. Haleluya. Kwa maana kuna dhambi zote kwenye Biblia kuna dhambi zote Mungu ameonya, lakini kuna dhambi moja tu imeandikwa ikimbie, ndio dhambi ya zinaa. Wewe uogopi, Mungu anasema ikimbie, maana yake madhara yake ni makubwa kuliko unavyotukana, kuliko unavyolewa, kuliko unavyosema uongo. Ukifanya zinaa, balaa lake kwenye maisha yako ni kubwa kuliko dhambi zote. Pamoja na kwamba dhambi zote ni sawa, lakini Mungu amesema zinaa ikimbie. Haleluya. Kwa hiyo unawezaje kuikimbia zinaa kama una roho ya Mungu ndani yako? Ndio maana tunahubiri habari njema za Yesu. Kwa hiyo asubuhi hii ya leo, wakazi wa maeneo haya, tunawapenda, lakini sisi hatuwezi kukupenda kama Yesu. Yesu alitupenda akautoa uhai wake ili uweze kuwa fidia ya dhambi. Mungu alitoa mwana wake wa pekee ili aje kuwa sadaka ya dhambi. Ukisoma kwenye kitabu cha mambo ya Walawi, sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, sura ya 4 mpaka sura ya 12, pale Mungu alimwambia Musa, kama wanataka kupatana na mimi, waniletee sadaka kubwa 5. Sadaka ya kwanza ni sadaka ya dhambi, inafuatia sadaka ya kuteketezwa, inafuatia sadaka ya amani, inafuatia sadaka ya chakula, pamoja na sadaka ile ya upatanisho. Hizo zote ni sadaka 5, na sadaka zote zilikuwa zinamzungumzia mtu huyu mmoja. Jina lake anaitwa nani? Yesu Kristo. Yesu alipokuja duniani akafa, alikufa kama sadaka yako ya dhambi, alikufa kama sadaka yako ya upatanisho, alikufa msalabani kama sadaka yako ya kuteketezwa, ili maisha yako yasiteketezwe. Unaposikia sadaka ya dhambi, maana yake dhambi zote ulizofanya kwenye maisha yako haziwekwi tena juu ya maisha yako, ziliwekwa juu ya sadaka yetu ya dhambi. Zamani watu walipokuwa wakifanya dhambi, walikuwa wameamriwa watafute kondoo au mbuzi, alafu wanamleta kwa kuhani, wanaweka mikono juu ya yule kondoo, wanatubu dhambi zao zote zihamishiwe kwa yule kondoo. Alafu yule kondoo alikuwa anaenda kuchinjwa, alafu yule mwili wake wote unawekwa juu ya madhabahu ya kuteketezea sadaka. Yule sadaka anateketezwa mpaka anakuwa majivu kabisa. Alafu sehemu ya yale majivu inachukuliwa, inachanganywa na uvumba, ndio ulikuwa unafanyika manemane, inaenda kufukizwa mbele za uso wa Mungu, na Mungu anasikia ya kwamba yule mtenda dhambi ameshakufa, ameteketea. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 na mstari wake wa 23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Haleluya. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa sasa ili Mungu asikuue wewe, ilibidi auwe